Amen. Amen. Nous passons sans plus tarder Apocalypse 1, 1 à 3. Tusomea Apocalypse chapitre 1er, verset 1 à 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. 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 Apocalypse ni révélation comme Soma ni révélation ile Yesu alimpatia she banani she serviteur ya Mungu, na kama nasoma neno la Mungu anasema aliipata kwa baba yake. Baba yake ndiye alimuelezea kwa kututransmettre, alitutransmettre je kupitia mtumishi wake Jean, na Jean ndio anaturevele hii. Kama unasoma neno la Mungu, Daniel naye alimurevele vile bintu, mais Daniel balimwambia sema ubifungi abila vya hapa sasa, mais Jean banamuelezea sema ni vya sasa ubifungule. Amen. Amen. Tasoma vile 3, Apocalypse 1, 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Amen. Wanasema heureux. C'est-à-dire pourquoi wewe unasoma, wewe unaweka na application vile wanaandika mwili livre. Apocalypse inatubariki usansi kani iko naonesha namna kani Mungu atamaniza hii dunia. Dunia batimaniza. Iko natuonesha namna kani bale batoto ya Mungu shei tukankamane mjamu. Wanasema heureux. Uko heri. Basi unajua imambo na utakankamana mja Mungu. Amen. Amen. Parce que hii dunia réellement neno la Mungu nasema batitosha. Dunia itafe batadisparaître. Kama tunasoma neno la Mungu Pierre 1 Pierre 3 tusome 7. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Nous lisons. Marie montre 2 Pierre 3 7. 2 Pierre 3 7. 2 Pierre 3 7. Nous lisons dans le Seigneur Jésus. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Amen. Amen. Kama unaanza kwa mwanzo utashikia sema kumwisho. Kumwisho ni nini? Mwisho wa dunia. Kumwisho kutoka bantu batakuya beko na tuchekelea. Wala chekelea bantu kani shetu liamini Yesu. Ndio nasema depuis que Yesu alisema atakuya, bababa banakufa, bankambula banakufa. Yesu iko. Tadi bataanza kutuchekelea. Me banasabu asema kulikuwa dunia ya kwanza ilisha na mai ta Noe. Hii dunia Mungu atemaniza. Amen. Amen. Mungu atemaniza atafanya dunia ingine. Kama nasoma Apocalypse 21 utashikia sema tunaona dunia sasa, mbingu ya sasa, dunia ya sasa. Tadi batafanya bintu vya sasa vitakuya yako. Na Yesu yeye alimtuma na mission special ya mtafikia baba yake un royaume. Un royaume bantu bali ataishi nabo mwile dunia ya sasa. Amen. Amen. Bon, mu livre Apocalypse, kama unaona vile watuonyesha vile na maniza.
ile dunia bateimaniza, réellement bateimaniza, réellement bateihalabisha. Hii dunia itadisparaître, bataweka vya sasa. Sasa Yesu ye balimpatia mission ya kumtafutia bantu bale bataishi na Mungu baba yake mwile dunia ingine. Tu sais, ni bantu kani, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Baba yake anamjua bien sana. Baba yake na Nzambi alipatanaki. Unaona, tunasema créer l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Bana créer muntu selon ressemblance ya Mungu. Inakuwa Adamu na Eva. Bego leo naye mu jardin fashimo mzuri anaasi bana muandamu. Tadi baba yake na Nzambi de Dieu créateur alipatanaki. C'est pour cela que bali mutuma unitafutie kwa bantu bale mitaishi nabo mwile dunia ingine. Amen. Amen. Mais hii apokalipsi wala tonisha namna kani batamaniza hii dunia. Hii dunia munaona bataifaire disparaître. Itatoka batemaniza na itadisparaître. Maintenant balimonesha Jean namna batadisparaître. Jean ni m'occasion kani balimonesha imam. Jean c'est un apôtre de Jésus. Yesu siku moja anatoka mu temple apôtre bote wanamuyenga so angana vile temple baliyenga tout ça réellement baliyenga mzuri sana. Ndio Jésus anabedela sema hii temple munaona amuteyona nyora akutawacha libwe palibwe lingi itadisparaître. Amen. Amen. Réellement Yesu pala anakufa anafufuka nenda 70 temps après kunakuwa Titus, c'est un général romain na armée yake inaingia. Amen. Amen. Inaingia inadétruire. Déjà bapôtre bote balijua sema Mungu alikuwa shautelezea, Yesu alikuwa shautelezea imam. Ndio pale na hii Jean anakimbia. Amen. Amen. Jean afadili na anakimbia. Il est parti. Unaona Jean Yesu mbele ya kufa aliangalia mama yake. Anaweza Jean asema angalia mama yako. Anaweza femme angalia mtoto yako. À partir de là Jean alibeba Marie. Anikala naye na yeye anakimbia naye. Banakimbia wapi? Muefezi. Mungu alikuwa shakubelezea asema mwende fashi yote mulete neno yangu. Amen. Amen. Na yeye anafika Muefezi mule anaanza paka kuevangeliser. Barome ils étaient contre. Kumukataza pana. Ils étaient contre kazi anaanza kufanya. Ndio banamubamba banamutupa mu prison. Amen. Amen. Ile prison ilikuwa pa ile ni Kakambi Patmos iko pa mer Egée. Ndio pale balimutupa pale walimweka pale comme un prisonnier. Anafika pale ye aba prisonnier bengine babaya baba uwaji bo wanaanza kubafunga. Ni mu prison banakuweka mu enclos. Mais Jean il était sur l'île ye akwa amufunga. Anaanza kuikala mu grotte moya. Mwile grotte ndio wanambeba na esprit wanampeleka kumbele. Amen. Amen. Ile grotte na leo iko hapo. Wanaitaka grotte de l'Apocalypse. Amen. Amen. Iko pa ile moya Patmos pa mer Egée. Amen. Amen. Ndio wanampeleka kumbingu. Ndio anaanza kuona ibintu. Amen. Amen. Anaanza kuona ibintu na Mungu anamuonesha vitu mingi. Livre Apocalypse iko na maparti 3. Una partie 3 ya kwanza ni ile aliona Yesu alimutokelea mforme ile ilikuwa extraordinaire. Ani expliquer mu partie ya kwanza. Partie ya pili ani expliquer mambo ya makanisa. Parce que pale alikuwa pa ile alishikia sauti moya iko na muelezea ilikuwa kumukongo. Asema hivi yote mimi na kuelezea ubianchike mu livre moya na ubitume mu makanisa. Ile makanisa ilikuwa à côté tu ya ile ya Patmos. C'est-à-dire mulikuwa Efeze, mulikuwa biote ile makanisa yote ilikuwa pale.
Amen. Amen. Kila kanisa ilikuwa na mambo yake. Amen. Ile makanisa ilikuwa 7. Kalini makanisa ilikuwa mavili. Kulikuwa kanisa Efes, kulikuwa kanisa ya Smyrna, kulikuwa kanisa ya 3 ilikuwa Pergam, kanisa ya 4 ilikuwa Tiatira, ya kufuata ilikuwa Sardes, kulikuwa Philadelphia na Laodicea. Kali anabanjikia anabatumia hayo. Amen. Amen. Ile ni mambo ilikuwa ndani ile makanisa. Kama unaangalia mambo yuko ndani ya kanisa, iko inatonesha evolution ya kanisa. Kanisa ya Mungu. Amen. Amen. Vile ilianza na vile nafika kumwisho. Amen. Amen. Unaona analizia kanisa ya kwanza Efes. Kama unaangalia mu evolution ya makanisa, kanisa namna iko na evolue. Jele mambo yote banimwelezea pale. Kanisa yusa muntu bana muzala anaishi kisha nakufa. Kanisa nayo ilianza na bamitume. Kanisa iko wako na kisha kanisa itadisparaître. Itenda kumbingu. Amen. Amen. Bana bi expliquer hivi manani bana expliquer kanisa Efes ni namna kanisa ilianza kumwanza de 0 à 300. De 300 jusqu'à ce que tunafika mkanisa ya mwisho njo Laodicea. Dita. Amen. Amen. Njo deuxième partie. Troisième partie njo anaanza kumonesha bile biote bitafanyika. Amen. Amen. Première partie ni Apocalypse 1. Deuxième partie ni Apocalypse 2 et 3. Troisième partie ni Apocalypse 4 jusqu'au mwisho. Amen. 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 Tutasoma Apocalypse 4. Tuanzie par 1. Chapitre 4. Nous lisons à partir du premier verset au nom du Seigneur Jésus. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Amen. Simami hapa. Amen. Amen. Munaona banampandisha anasema minaona porte moja inafunguka kumbingu. Amen. Amen. Kama unauliza unasimamisha unapoze question. Asema minaona mulango moja wanafungula kumbingu. Amen. Amen. Banafungula ile mulango kumbingu. Wale wanafungula mulango. Njo anaona mtu moya asha kuikala pakiti ya enzi. Banamudekrive. Amen. Amen. Ule mtu ni nani? Ni Mungu, créateur wa mbingu na dunia. A côté anaona 24 vieillards. Amen. Amen. Balikuwa na makorone na mataji. Amen. Amen. A côté kulikuwa 4 êtres vivants. Amen. 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 Bale ba 24 vieillards. John a représenté Kanisa. Vous allez vous poser des questions. Kanisa Dieu. Ni juu beko na makorone. Makorone iko réservé. Bali tulaka chez makorone. Amen. Amen. Ni chez ndio tulaka makorone. Kama unasoma neno la Mungu, inapaswa kwa 2 Timothée 4. Amen. Bate tusome frère, soma mbele 2 Timothée 4 en Jacques 6. Verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Lettre ya Paul. Paul onanjikia mtoto yake muimani. Naona mweleza sema, je sers déjà de libation.
le moment de mon départ arrive. C'est-à-dire, il a fait comme il n'est pas déjà en prison. Il était nani balipasha kumuua. Et il savait ça. Dieu anaanza kumwandikia, Dieu kumuencourager. Asema saa yangu ya kwenda inenea. Mimi kombana bukonvi musuki. Le combat de la foi. C'est-à-dire, j'ai achevé le final. Alikombana bukonvi buzuri. Bukonvi buzuri ni nini? Mujua kama unaamini Yesu, unaanzana mvita na shetani. Uko mvita na shetani. Pourquoi? Shetani yeye ashakujua sema mitenda mumoto. Ile njoo anajua. Maintenant nafaa tu juu ya kukataza weye uweka en application la parole de Dieu comme ça pour attirer. Amen. Amen. Tadi ni mvita kama unaanza ni mvita unashikana na Mungu. Yeye unasema shetani c'est comme un lion rugissant. Eko atujunguluka, eko naangalia anatafuta nani atamwangusha. Tadi tuko mvita ujua somo unalamuka uko mvita. Kwa vile bushibu na hala uko mvita. Tadi ni mvita siku yote. Kama wewe upatake mvita uliangalie bien, unatembea hapa na shetani. Tuko mvita. Amen. Amen. Tuko mvita. Unasema j'ai achevé mais la couronne m'est. C'est-à-dire, kuko ma couronne, ma taji, il est bien tout réservé pour le kumbingu. Amen. Tout la mataji, pour le kumbingu tu auras la mataji. Amen. Na yeye anasema haina seulement mimi tapata ile taji na bale bako na espérer mwa Mungu na bo watapata mataji. Dites amen. Munaona bale walikuwa juste à côté. Balikuwa na ma couronne, c'est l'église qui est là et couronnée. Dites amen. 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 Donc, Balamonesha, église, Balamonesha, les 4 êtres vivants, où on a représenté Israël dans l'Ancien Testament. Balikuwa kule. Amen. Amen. Sasa, alikuya, anamona Mungu mkono yake ya droite. Ulikuwa livre, ulikuwa kitabu. Amen. Amen. Asema mino na ange moya anashuka anasema qui est capable ya kubeba ile livre na kuifungula. Amen. Amen. Ile kitabu balikianjika ndani na nje. Sadi unaona saa hivi baisha kuandika ndani na hivi mais baisha kufunga museti mamuri 7. Sasa mtu mwenye atoka sema qui est capable ya kwenda kubeba ile livre na kuifungula tuone vile viko ndani. Asema kuna mtu hata mmoja qui était capable. Amen. Amen. Asema mimi naanza kudii. Mais Jésus anatoka anaenda kubeba ile kitabu. Amen. 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 Une question. Ni mambo gani kwa mule kitabu? Dieu a dit, ni mambo gani? Mama ni mambo gani? Ni mambo gani? Mama Jackie. Ni mambo gani kwa mule kitabu? Mawazo au shuko machamu. Amen. Ni mambo gani? Mama, mambo gani kwa mule kitabu? Ile ilikuwa mkile kitabu njoo batufungulie bila vipasha kufika. Ile vipasha kufika nini? Ni nini vipasha kufika? Ile revelation le balifungulia Jean. Ni mambo gani kwa mule kitabu? Ilikuwa ni revelation Apocalypse. Revelation Apocalypse ndio nini? Amen. Amen. Mama. La révélation Apocalypse ni kutufungulia, kudevoiler bile bilikuwa caché. Bile bakwa cha kufunga. OK. Maintenant bale bifungula pour que bale bakuya sous informé, bakuya informé. OK, ni mambo gani ile ilikuwa caché? Ni mambo ile itapitikana kumwisho ya wakati, mwisho wa dunia. Ni mambo gani ile itapitikana? Vitu vile vinapaswa kufika. Ni vitu gani? Sio wanatuonyesha leo. Oui papa.
Papa, Bila unasema vya kweli. Ile fashi msema Yesu alifungula kitabu ndio anaanza kulia. Nisishike bien. Jean pale banaonesha Mungu alikuwa na kitabu kumkono ya droite. Amen. Kisha anjo mmoja asema nane ko capable kwenda kubeba ile livre na kutufungulia. Asema bale bote mumbingu pa bulongo na chini ya bulongo akwe mtu atamuona. Ndio yeye anaanza kudia. Ndio anaona Yesu anenda kubeba ile kitabu. Amen. Amen. Munaona livre Apocalypse ni mwiko image. Tashikia anyo wa masengo wa nini, c'est ça, c'est l'image. Yesu alilamuka anaenda kubeba kitabu. Amen. Juu afungule atoneshe bile biko mu kitabu. Sasa question, mwile kitabu mulikuwa mambo kani? Mama wanasema bien, sema ndio revelation. Mulikuwa revelation. Ni revelation kani papa? Batadetruire ndani dunia. Amen. Ni vile batamaniza dunia. Tadi kumaniza dunia ni nini? Kutosha mwenji, kutosha jua, kutosha mavegetation na hii bulongo, juu kukwe kintu kingine ya sasa. Dit amen. Amen. Njo mwile kitabu. C'est pour cela il a eu pleuré. Kisha Mungu anafungua. Ni processus ya kumaniza hiki batupatie ya sasa. Amen. Amen. Kumaniza dunia kutafaa matanga. Jua kwa labisha hiki yote. Itafaa matanga. Jua kumaniza kyote. Itafaa tanga. Mfate me anasema nini? 3 ans et demi. Oui. Jua kumaniza il faut combien? Oui maman. 7 ans. Il faut 7 ans. Amen. Tutasoma mbele Daniel 9, 27. Daniel chapitre 9. Verset 27. Nous lisons. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Avec beaucoup. Pour une semaine. Une semaine, ni 7 ans. Amen. Tuliona lorsque Daniel balimuonesha namna mambo yote tamaniza, tunajua balipale mambo 70 semaines. Basi Daniel yeye balimuonesha mwisho wa dunia, balimuonesha suforo ya 70 semaines, balimuonesha Daniel ilikuwa mu circonstance kani, balikuwa mbutumwa mule balikuya anasoma livre ya Jérémie. Mule mudivre ya Jérémie baliandika sema utuma yenu mutafaa 70 ans. Njo na ye anaanza kusoma, alikuwa mu 70e année, anaanza mudilia Mungu turumie, turudie mwetu. Amen. Njo Mungu anaompa cha revelation ya vile batarudia Moab. Amen. Anamueleza ile revelation tout ça, njo ile nani ya 70 semaines. Amen. À 70 semaines, tunajua ile histoire mzuri kama unasoma Daniel 24. Amen. Daniel 9 plutôt 24 à 27. Amen. Donc kusapisha dunia itafanya 7 ans. Amen. Destruction ya dunia hii ile Mungu anataka itafanya 7 ans. Amen. Sasa tone kama kuna ulizo na shimamisho na poser question. Kama itafaa 7 ans. Une semaine. Sasa tone namna banaanza kufungula ile kitabu. Kilikuwa na miuru ngapi? Balikifunga miuru ngapi? 7. Amen. Kadi wakifunga 7. Amen. Tone namna banaanza kukifungula. Tutasoma Apocalypse 6.
Apocalypse chapitre 6, Tuanzie par 1. verset 1er. Je regardais, et quand l'agneau ouvrit un de sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix des trompettes, viens. Je regardais, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ok. On dirait ça. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait s'est nommé la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième sceau, Amen. je vis sous l'autel les âmes. Amen. Mon nom là, Israël, c'est ça l'horloge de Dieu. Bilebi una fani kamune, Dieu va tourner cha namla kani. Tunaenda namna kani batamaniza dunia. Amen. Amen. Hapa sasa au moment où tunasema Mungu mvita. Amen. Au moment où tunasema Boba litoka. Yesu alisema ni hautawakia pierre sur pierre. Il ne soit renversé. C'est temps après bote on l'a quoi éparpillé. Amen. Amen. Balikuwa éparpillé. Israël c'était comme ça. Chaque fois anaanza kuasi, banaanza mutuma mbutuma. Mnakumbuka na asi, banamtuma mbutuma ya Egypte. À la fois 440 ans. Dans Moïse, par ville, banamtuma mbutuma à Babylone. Kisha après banamurudisha. Tena par ville anakatala Yesu. Yesu asema batemtushi. Bote balikuwa éparpillé. Balikuwa mumoyo, balikuwa éparpillé. Amen. Amen. Balikuwa éparpillé fois chaud. Pale vita ya deuxième guerre mondiale. Inaanza mwani kani? Deuxième guerre mondiale ni kani? 40. 1940 inaisha mu 45. Amen. Amen. Pale vita inaishi. Banafanya oni. Job a constaté que ile taifa baliteswa sana. Na Mungu ni c'était une punition de Jésus. Baliteswa sana. Banaanza kuwaweka mawagon. Bona tupa mubomba. Finalement, ces gens, ils ont souffert. Abantu hapa. Fwashi kani, beko balikuwa wapi. Njo wala determiner fwashi balikuwa. Amen. Amen. Ile fwashi balikuwa ba Palestinien. Njo asema bon, il faut balulie mwao. Bale balikuwa balioccupé par ile fwashi ile. Elema ilikuwa ni fwashi hapa. Parce que Abraham balimtosha kwao, ndio wanamleta pale. Réellement balikuwa ba Palestinien. Pale bo wanatoka, pale banabeparpiller, na bo wana changer na Jérusalem yenyewe bana changer bana pacha njine nyingine. Ama tunajua fashi yetu. Maintenant, pale bana constater ça balikuwa quand même pale. Tubalulishi. Amen. Amen. Bale balikuwa pale banasema non. Kama mnabalulisha tutabatupa mmai. Sasa mbatupa mmai. Ndio banabalulisha. Amen. Amen. En 1948, il n'y a pas longtemps, Dieu va le balulish.
Pale wanawalulisha wala occuper mbele parti moja. Kisha après, bona komba na jo occuper parti yote. Amen. Amen. Kisha après, voilà conquérir Jérusalem. Dites Amen. Amen. Voilà conquérir Jérusalem. Déjà pale bali conquérir Jérusalem, bantu bote na wazia sema wo Yesu eko na kuya. Amen. Amen. Ni joani. Bantu bote asema wo hivi bala conquérir Jérusalem, kuna Yesu eko na kuya. Ni joani. Papa mutena pima kombe. Ni joani. Oh. Nous sommes Dieu ville sainte ya. On a conquéri on a tout ça c'est fini. Nani mwingine anapima? Yesu alibalaka asema minenda. Mitanuri. Ndio vile na bale walikuwa kote walikuwa wanaangalia Yesu oneni. Amen. Ilikuwa fashikani. Aliingia fashikani. Alikuwa pa mulima kani. Alikuwa pa Mont des Oliviers. Amen. Kisha wanasema vila nenda ndio vile atakuya. Réellement il est parti atakuya atashukia pa Mont des Oliviers. Mont des Oliviers iko wapi? Iko mu Jérusalem. Amen. Iko mu Jérusalem. Pale wana conquérir déjà atashuka. Banga va suivre maintenant Jésus viendra. Atashuka pale pa Mont des Oliviers itapasuka tutaona vile itakuya. Para mu livre Apocalypse atatuonesha. Déjà maintenant Jésus okali na fois nini na kuya. Bana conquérir Jérusalem. Pour Amen. Amen. Bon, balabeba sasa. Aba bengine mpaka mvita siku yote. Bon ni mvita. Aba tunakuti occuper fashi. Amen. Amen. Dieu de m'invite unafanyika leo. Bon la baita sema les occupants. C'est-à-dire munangu ikala pa fashi yetu. Amen. Amen. M'invite takuya yako. Kutaka tunaona hii m'invite tunaona je voudrais tambo batabatake paka ville. À un certain moment, Mungu to ataanza kuintervenir. À un certain moment, unashika sasa kuna kwa akalmi. Amen. Amen. Mulona banatuelezea mtusomee ile yenye Apocalypse 6, anasema nini? La suite. Anza, pas le anza. Ilona cheval. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme Dieu nous voit des tonnerres, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Amen. Amen. Asema minaona cheval mo. Naona likala alikuwa na arc. Vous savez livre Apocalypse ni ma image. C'est-à-dire alikala pa cheval mweupe. Shinjo vile ina signifie nini? Ina signifie nini? Salam. C'est-à-dire kutaka mtu mwata shimama. Tellement mavita mnafanya. Atafanya kama unasoma Daniel 9:27. Atafanya ma coalition. Et tunaelewa na asema tunafanya ma coalition, mavita tena ishikuye. Coalition entre Israël na ile mapays arabes. Basi wanakombana juu ni petu ni hivi. Na ile coalition atawachanganisha. Amen. Amen. Kama unasoma Daniel 9:27. Unasema il fera une solide alliance avec plusieurs. Atashimama, atatoka mu pays moya, un pays arabe. Les gens disent que ni mo basi Bible nasema l'Assyrien. Franchement wanamuita l'Assyrien. Amen. Amen. Asema atashimama, kisha asema mwe barabu na mwe mupatano. Unaona kukua hii dernièrement les accords d'Abraham. Ilikuwa ni Trump, président Trump alisema mpatano. Walifanya accord. Pale vile leisho no mpatano. Ule bwana tashimama pa cheval mweupe ni juu kuleta paix.
Amen. Asema mpatane. Amen. C'est-à-dire bantu banona sa ni vya kweli na wao uleta salama. Atatumika na uwezo ya shetani. Ndio leo wanaita antichrist. Dites amen. Ile alliance ataifanya pour ce temps. Asema tupatane. Amen. Biko kadibu na kufanyika. Ndio mtu mmoja shimama. Ndio antichrist. Dites amen. Kumbe mwakili yake amukwe ile akili ya kupatana. Akili yake ni kukonquérir monde mujima na kubeba monde mujima ikwe yeye anatawala anakuwa president wa monde mujima. Njo akili yake ile anakuwa nayo. Haikuwa asema tunakuya kuisha no c'était ataka ni mtu mmoja kumkalamushi sana. Asema tupatane ni juu ya kukonquérir monde mujima na atakombana. Amen. Batusome Daniel 11. Mula ulizo. Est-ce que tu la fuata? Est-ce que tu la shikia? Ok. Daniel chapitre 11, verset 41. Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Amen. Amen. Simamia pale. C'est-à-dire atakombana na uwezo wa shetani. Akili yake ilikuwa sawa tutaweka pe. Anashimama. Atakombana. Unashika Ethiopia, Egypte, nchi Afrika. Ma richesse yote atabeba. Amen. Amen. Ile vita itafanya combien d'années? 3 ans et demi. Amen. Ni vita moja itafanya 3 ans et demi. Atabeba vyote. Kama 3 ans et demi nene ya pas ana réussi. Ndio bado unashikia asema kama unasoma Apocalypse 6 asema alikuwa na arc, il allait en vainqueur pour vaincre. Bana expliquer vile atakombana we na ile vita ni 3 ans et demi. Pa mambo yote naishi. Amen. Anakuwa president wa Mungu mjini. Neno la Mungu inasema un quart ya bantu batakufa. Kama tuko 8 milliards, un quart ni bantu ni ngapi? Ni ngapi? 2 milliards. Donc mwile 3 ans 2 milliards. Munaona vile Mungu enda na kuadabisha kidunia. Enda kuitosha, litosha na bantu. 2 milliards bata disparaître. Kama tuko 8 milliards bata disparaître. Amen. Amen. Mwile mvite. Maintenant la question, il est été posé. Kanisa itakuwa wapi? Kanisa itakuwa wapi? Oui, mama. Déjà, mwile période kanisa itakuwa ishakuwa enlevé. Période kadi? Ile ya komala. La tribulation ile kanisa itakuwa ishakuwa enlevé. Banandika wapi? Antichrist pratiquement a régné. En game action. Jésus atakuwa deja anabeba balio baki na ninga na wewe. Amen. Esi kanisa itamwona Antichrist. Itamwona. Mama itasubiri autorité. Uangalishe na bo. Mungu anapata jibu la Mungu. Amen. Esi nani itamwona kanisa itaona Antichrist. Ndio. Kanisa itaona Antichrist. Banaandika wapi? Munini? Biblia mfashikani. Amen. Amen. Banaandika mu Biblia mfashikani. Apocalypse. Oui. Tusome fashi. Mwila Apocalypse.
nifasi gani? Nifasi gani wanaandika? Tusome les 2 Thessaloniciens 2. Troisième passé. Passé ndio pale walisema mambo ya nani? 7. Troisième passé. Wanasema nini? 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par... Pale banaonesha sema bubaya utakuya na Yesu atabeba kanisa yake. Amen. Maintenant, Paul bona eko njikia bantu mu Thessaloniki. Bu jubo balanza ni kanisa moja ilikuwa kushimama. Mtafute ile passage. Ilikuwa kushimama. Sasa Paul anaelezea sema Yesu ashakuya. Sadi siko hapa leo. Usha ushimama ya Mungu. Kisha wanasema Yesu ashakubeba kanisa yake. Itakudekuraje. Ndio vile itakudekuraje. Ndio Paul anaanza kubanjikia sema pana bwana milanda. Kanisa Yesu yeye alikuwa kubeba kanisa yake. Kwa kubeba kanisa mtaona binti biwili. Ya kwanza itakuwa ni apostasia. Kisha mtaona antikrist. Amen. 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 Ni munini mule? Timothée 4. Nous 2 Thessaloniciens déjà on c'est ça comment on non, musome mbele pale Paul wanamwelezea. Bon, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élèvera. Amen. Kadi kanisa itamona nani antikrist. Ya kwanza banaweza sema mutaona mbele apostasie. Kisha apostasie mutaona nini antikrist. Apostasie ni nini? C'est l'abandon de la foi. C'est-à-dire bantu bora sana bya Yesu. Bora sama makanisa Yesu. Unaona kumwisho shetani atakuwa na makanisa yake. Byake tu. Amen. Amen. Kama unasoma lettre kwa Paul anamwambia Timothée asema vers la fin bantu atatabisha foi bateli accrocher kubinti ya bongo. Inapaswa kwa Timothée 4. Amen. Amen. Kuma femme njo bintu tukunaona hapa sasa. Muntu talala muka bo Yesu muko mkuno mai tout ça. Anaanza kulisha mai. Mukuye tout ça. Muko la tu asema ni bintu vya bongo. Anakulamusha la muka tout ça minaona kumkongo yako kwa mwanaume moja wamfranga sana. Kisha ule mwanaume jina yake ni Giscard. Amen. Amen. Alikuwa na franga sana. Kisha mkongo ule mtu. Mimi na mwingine jina yake ni Gilbert anamsukuma. Asiye ni nani? Ule Giscard. Basi mtu analia. Jule fiancé alifika kunyoa alikuwa na franga sana. Hapo je nani ule mwingine Gilbert ni nani? Kama ni baba alimkatala. Unaona? Bana mieka en conflit wewe na nani? Na baba yako. Oh, la parole de Dieu dit ceci. Tukue na mapendo. C'est-à-dire banakweka olia kweka Yesu ndani unakuwa kwa atembea hii mateso banakuwa nayo ni baba. Unaona? C'est ça. Ba faux prophètes. Ils sont là et ils travaillent 24 sur 24. Bon la tumika jua shetani. C'est-à-dire voilà peleka panto ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Bingina kujuja mama tout ça nena Mungu na kusema mulete bya bule mimi nipatia bya bule mulete bya bule. Ala upatia bimai. Unebikuna unaishuna na kala mpepo ya bubishi. Tunebiona. Amen. C'est pour cela que on a chiqué Jésus nani Paul. On a sema kumwisho il y aura des moments difficiles.
Amen. Amen. Asema il y aura des moments difficiles. Réellement, il y a des moments difficiles. Mfanye attention. Tufanye attention. Shetani anatumika 24/7. Utaingia unaingia mkili kintu naanguka. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Ba antikrist washa kwanza. Mais pale kanisa itatoka inaenda. Njoo sasa binapita sasa. Mu 3 ans et demi. Ile ekononesha sema bote bamwabudu nani antikrist. Amen. 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 Kama unakatala kapata na kuakia utauza utawishisha. Amen. Amen. Il est ça 3 ans et demi nene tu hivi pa bana mwandama shetani. Shetani kwa wapi? Deuxième ciel. Eko mu deuxième ciel bana mwandama. Aste di achili. Nous sommes Apocalypse 12. Tuanzie pa 7. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Hein? Et il y eut guerre dans le ciel. Hein? Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Hein? Et le dragon et ses anges combattirent. Hein? Mais ils ne furent pas le plus fort. Hein? Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Hein? Soma 12. Verset 12. Hein? C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et la... C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Hein? Malheur à la terre et à la mer. Hein? Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. 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 Mina shetani anaanza kulalisha watu wengi. Amen. Wengine wameshaanza kulota, wanalota basi wanaudi. Miko hapa. Amen. 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 Mula mu 3 ans et demi. Batanzana na shetani ko pa deuxième ciel. Anenda yulu analuga anchuka. Batanzana parce que Mungu anafia kuadabisha kidunia. Kwanzana na shetani mbele. Kumutosha mbio. Ase diachili. Asema Michael et ses anges combattir. Shetani atakombali. Eko pale paewa, eko na nani yake, kije yake, banashukaka pachini, banenda, tout ça. Atakombana na bale bantu. Njoo kubandama. Bote na baanshi yake. Atabandama. Kunaishi. Unashika sema, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre, car Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Amen. Amen. Réjouissez-vous cieux et vous qui habitez les cieux. Mbingu takabantuka. Bantukani batawa mbingu basema bale atafurani bantukani. Kanisa itawa mbele apale na bale ba Abraham isula. Mena batabandama parce que baanza kwenda kuchongeana. Kunaisha il n'aura plus accès kumbingu. Batamwandama atashuka pachini. Kunaisha. Na asha kujua sema car son temps taya kinakuwa mfupi. Anajua sema kulawekea 3 ans et demi. Kisha ile 3 ans et demi batenika mu prison pendant 1000 ans. Kama nitosha mu prison ni kunitupa mu moto. Njoo sasa patakuwa mvita. Sadi hapa bulongo patakuwa antikrist, patakuwa shetani, patakuwa faux prophète. C'est-à-dire dunia kanisa isha kwenda, Roho Mtakatifu isha kwenda. Mambo inalabika. Njoo pale ndugu na dada usikuyepo. Uende na kanisa. Mambo inalabika. Dunia inaanza kununka. Iwo nunka bubaya. Shetani afia kurekipere bantu mingi. Amen. 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 Njoo pale il faut kuenda na kanisa. Neno la Mungu inasema ile kanisa itaenda. C'est une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église sainte et irrépréhensible. Amen. Parce que Yesu achene kwenda kupeleka baba yake mwivi. Muntu yana kabula mafranga intérêt. Abela ko mpeleke.
Adam na Eve balibandama, yeye ashamjua. Yeye Yesu alimuita, balimtuma na mission special, alikuwa hapa chini mtaisha taifa. Anamwanga damu yake, anatusapisha, kisha anatonesha voie ya baba yake. Wao utembea mwile voie. Ni bali wanatembea muneno. Une église sainte. Amen. Siku yote ko nitengeneza na neno yake. Siku yote. Siku moja tulikuwa na masema mkanisa moja ni kwa mzee. Bon, wewe Mungu inatupeleka tufundishe bintu moja hivi. Kisha tunafundisha sur kabula franga intérêt. Amen. Pale unaisha bon. Kuna kwa ndugu mwana nifuata papa. Mimi sikujua kabla franga intérêt kumbe ni nani. Kuna shikia. Mambo sababu Mungu anakueleza kusaidia, unajua acha vile vitu. Sasa mimi naviache, mimi natubu mbele, mimi naviache. Mama pasteur ni champion. Mimi unyachi. Neno inafanya nini na kama neno inaanguka tuku na dayo tushikwe disre shetani kumkalamushi atemiacha munaimba atemiacha munafanya byote kwa mtatiwa alitukuza miacha mbyote nde konte de kintingi bana tout ça saya neno bantu naanza kulala. Amen. Kutoka mtu ala kuangalia meshikoni. Sama mama Jackie oni nyangalia ajinona. Amen. Mungu afanye nini? Atusaidie. Unaona mtu anatoka bali fundisha nini? Apocalypse. Apocalypse afanye nini? Pasteur alikuwa tu unaona pasteur wetu akajunguluka tusa. Simtoa wala wala nkoti. Mungu afanye nini? Atusaidie. Amen. Neno ya Mungu ifuko nayo kubiloni. Neno ya Mungu ikusaidie utembee nani. Basi ile kanisa itende, c'est une église sans tache ni rite. Amen. Hakuna michezo. Amen. Amen. Kama unaanguka, Yesu anabeba kanisa yake. Unaingia mu deuxième session. Kavuko na antikristi. Mena pale hakuna mambo tena kama unabudu tout ça. Kunaishi. Amen. 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 Me Mungu sabile kuna mapendo juu ya kanisa yake, juu ya muntu, s'il vous plaît. Juu kanisa tawasha kwenda. Sabile Mungu ana mapendo juu ya muntu. Roho Mtakatifu asha kwenda. Kanisa isha kwenda. Atautilize mamoya ingine. Juu ya kuhubiri. Ni mamoya kani. Atautilize wa malaika. Boko napita yulu. Amen. Amen. Kama tunasoma Apocalypse combien? 14. Amen. Amen. Tunasoma tuanzie par 6. Apocalypse chapitre 14 verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Amen. 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 Asema ange moya eko na junguluka. Mungu atautilize. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Mungu ashipende muntu atamoya apote. Ashipende muntu atamoya. Moto haikuwa fait pour toi. Moto ilikuwa fait pour shetani na bakoliti yake. Mu Matthieu 25:41. Haina pour nous. Wewe ndio unaenda kuingia wewe moto. Et c'est la colère de Dieu. Mungu tu atachoma dunia. Faites attention, c'est écrit dans la parole de Dieu. Bale bantu abapende kushika neno la Mungu. Ou bien bone shika ba itumiki. Beko mumabulevi, mabusharati, mabwivi, mabulozi. Kama unakufa leo, pan. Bata bacha ko ringila kutupa mu séjour de mort. Déjà, moto nanzia pale. Kisha utabe de séjour de mort, bana kutosha bana tuma mu lac de feu. Ntuku na dad uwe na mimi tuangalie maisha yetu. Amen. 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 Réellement moto est kwako. Amen. Shetani atafua mwake moto pour récupérer anguke na bantu mingi. Il faut uende. Bale bataponyoka abateenda
bataingia munani mu gouvernement ya nani ule antawala Antikristo atatumika na uwezo ya shetani. Tusome Apocalypse 13. Apocalypse 13. Verset 1. Anzia pa 1. Et il s'étend sur le sable de la mer. Apocalypse 13. Oui. Hein? Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Hein? Et sur ses cornes 10 diadèmes. Hein? Et sur ses têtes des noms des blasphèmes. Hein? La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Hein? Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Hein? Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Hein? Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Hein? Mais sa blessure mortelle fut guérie. Hein? Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Hein? Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Amen. 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 Monona livre Apocalypse par le tulisema, c'est un livre qui est imagé. Makone manini. Mu 3 ans et demi banafukisha shetani eko hapa chini. Mu 3 ans et demi muko antikrist. Ndio vile asema atatumika na uwezo ya shetani. Shetani atampatia ile uwezo. Shuna abantu bengine na ba magicien na we kamata mtu antosha tout ça. Ni ile na banasema ni ma miracle mensonger. C'est-à-dire ma miracle unatoka kwa shetani. Ba mingi les soi-disant serviteurs de Dieu. Beko la bintu bien vile. Minona utafanya hivi. En tout cas, il faut kumwangalia neno Mungu asema muma acte yake utamuvumbula. À la fois ma miracle, ce sont des ma miracle unatoka kwa shetani. Dit amen. Amen. Puis unatoka kwa shetani. Ndio ile wanaita ma miracle mensonger. Shetani ile la uwezo ya kufanya ma miracle. Amen. Même mwangalie, est-ce que eko mbia Mungu? C'est pour cela que uko la discernement. Il a ma miracle mensonger. Ou la fanye ni job kokota wendo kwa shetani. Surtout. Dites amen. Amen. C'est pour cela que il faut quoi le discernement? Il faut avoir la parole de Dieu d'abord. Njo discernement ya kwanza kuvumbula sema huyu ni bia shetani. Bila vyote atakufanisha ni ma miracle moya ya bongo. Na ela kukuvuta anakupeleka kwa shetani. C'est un serviteur wa shetani. C'est-à-dire que mwisho bitakuwa nguvu sana. Mwana antikrist atakomana pale batabakia kunaisha kwao. Amen. Amen. Joba le fokwenda. Ule antikrist atakuya eko na chambula Mungu. Endelesha. Eko na chambula. Endelesha. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Hein? Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Shonona, ule antichrist, ule muta talamuka, batamuwa, atafufuka. Nana alikufa anafufuka. Yes. Shonona vile shetani batamuwa anafufuka. Amen. C'est abantu bote bataanza kuongopa. C'est un homme hybride. Ana n'importe qui, anakufa anafufuka. Amen. Amen. Endelesha. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Hein? Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Hein? Amen. Amen. 42 mois ni ngapi? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ndio vile, hein? C'est-à-dire, mu 3 ans et demi à la komala. Anafika 3 ans et demi nene pas déjà la tawala. Atatawala pendant 3 ans et demi. Hii 3 ans et demi ya kwanza ilikuwa ni mvita. Hii 3 ans et demi nani bampacha uwezo ni unachambula Mungu. Unachambula tusa. Unachambula wale huko mbingu, unachambula tabernacle, unachambula Mungu mwenyewe na wale huko mbingu. Wale huko mbingu ni bana nishinje.
Kama teme moga mungu umbengu kanisa. Amen. Amen. Vraiment ye anatawala. Sasa wewe kama ulibakia uko mu gouvernement ya shetani. Amen. Mais Mungu atafua mwake mote. Dieu ko évangéliser. Bantu il faut ni ba récupérer. Amen. Munaona ange wa kwanza anapita. Tutasoma Apocalypse 13. Tuanzie par 11. Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Amen. Amen. Kutaka mwingine talamuka. Amen. Amen. Ataanza kufua miujiza. Jusqu'au point ya kutosha moto unatoka kumbingu kule na huko. Ina alifanyaka hii. Ili. Na ile miujiza tifanya. Il fera nani. Na ule muntu ule ataanza kupuse bantu bote bafua nini? Babudu nani? Antichrist. Kama unabudu Antichrist, directement unabudu nani? Shetani. Amen. Amen. Atafanya image iko na sema. C'est-à-dire unaona ma portable yote iko bien préparé. Mutaka kila muntu papa mutene kwa hapa papa yatawasha kwenye kama anabaki. C'est-à-dire munaona la photo Antichrist. Amen. Photo iko pala leo. Hapa ile photo ile ina ya Antichrist. Ile photo iko nasema. C'est-à-dire il peut vous donner des ordres à partir ya nani. Eko ni mpacha maordre. Ile mafoto iko nasema. Amen. C'est-à-dire atafua bili mamujiza nani. Tizota moyev. Qu'est-ce qu'il va faire? Attendre kupikisha bantu makache. Dites amen. Amen. Makache à 666. Donc la kupika hapa na hapa. Pakuza na pakujishi. Il faut qu'on ait ile caché. Kama una ile caché, hautauza hautaujishi. Nana takatala pompike caché. Avec kilo hiyo. Na takatala, mama sio takatala. Nani mwingine? Unakuya hapa. Mina takatala. Na takatala muisa na takatala. Mais na takatala itakuwa difficile kama itakuwa difficile. Mais Mungu vile ataanza kujunguluka, soma 3e ange. Atabeleza sema bashimi pique ma caché. Dites amen. 3e ange. 14. Hein? Neuf. 14, 9. Hein? Et un 3e ange les suivit en disant d'une voix forte. Hein? Si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Et attends, peut-être mshipime kwa nini? Wamepika kashe. Ule watampika kashe kunaishi. Tunaelewana? Tunaelewana? Ule atapima wanampika tu kashe kunaishi. Kama wanakupika tu kashe kunaisha, roho yako ina change. Kunaisha unabutu shetani. Wewe nawe pakuza pakujisha. Kutoka bantu mingi watakatala. Kama wanakupika kunaisha, roho yako ina change, uko kandida kwenda mumoto. Wewe nawe pakuza pakujisha, ifo unani. Mtu mwenye Yesu papa ataka mimi nakuya hapa. Pale wanapigana makashe takimbia kwa machama. Kutegana loto kwa chamba. Hautakuleta. Amen. Mungu afadhili. Njoo pale. Kankamana mbya Mungu wende kumbingu. Ile saa kutoka bantu
batakatala. Me kama wanakatala bakupike kasha utauza taushi. Na kama wanakatala banakuwa. Dites amen. Amen. Kama wanakuwa utenda wapi? Ukatale jua Yesu. Jua Mungu. Utenda wapi? Utenda wapi? Directement nafsi yako inaenda kumbingu. Dites amen. Shulona, bego nenda kuisha, unaona vile bego nenda kuisha dunia. Bantu wanaenda kubamaniza. Kubale wala mamaniza banenda kumbingu. Kubale wala mamaniza banenda kwa shetani. Baenda mu séjour de mort kisha wataenda mmoto. Shulona vile dunia inaenda kwa inaenda kuisha. Amen. Kuko liso. Oui mama. Mie fia kuuliza kumbele. Juu shemu vile tukumeaka na bazazi yetu na bobo ni balikumeaka. Hii maparoli yote abakuyuwake. Shata shimu kukumea atukuyuwake. Okay. Si hata mkukomea mtu tunafa pake hivi utafika hata journée pake hivi inakachika au utaomba. Mshiko tu wako nifika tu unalala. Bon tusema hapa tu kama ni kumbingu. Bamingi bene mumoto. Okay. Hapa sasa hii majereso ya sasa huku tunaanza kuenda jo kutakuwa bantu kidogo jo bale batenda kumbingu bale banako parole sasa vitu kunashikia. Amen. Unasikia kesho yake? Ni kesho mwa bien sana. Amen. Amen. Sinon la cheo mwa tunajua nini na Mungu. Bon bale balikuwa zamani. Ile ni mambo yao. Bami kwa moto. Bale wewe zolo wewe kichi tout ça tout ça. Bami viwa viwa. Faute de connaissance. Faute de connaissance. Mon père périt faute de connaissance. Taifa yangu nakufa kuto ujua. Ati nika na Mungu kutelesha na usio naanguka so ni mpepo. Ndio unaulizo. Ni ulizo unatoka kama somo Matthieu chapitre 5. À partir du verset 5. Asema heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Or, il était quand en fait selon ce qui est écrit au livre d'Apocalypse. Et Dunia, d'abord déjà 2 Pierre, chapitre 3, expliqué que Dunia est réservé afin de périr par le feu. Le jugement de Abantu, les impies. Maintenant, il va pas détruire Dunia. Et que Christo wala kanisa les membres de l'église batenda Yesu akataba enlever maintenant mais banani bale bata hériter dunia bata hériter dunia tankani ils hériteront la terre. Amen. Et eux les débonneurs car ils hériteront la terre wakati kana hériter. Amen. Amen. Tu sommes bien Apocalypse 21. Apocalypse 21:4. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem Apocalypse 21, 1:4. Ouais, 21:4. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu. Avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. 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 Selon Mungu ile sabata tosha hicho. Mungu atawala bantu. Dieu ashina kukala moyo atagapa na mtu. Il a créé son image. Ni bantu kani. C'est ça la question qu'il faut se poser. D'abord, Israël a dû choisir. Maintenant, moi, Apocalypse, on va lui dire, Dieu a tiré botte vers lui. C'était les nains. Na bale ba nation, bale ba na mini Mungu. Bona tembea mboka ya Mungu. Bale botte. Banenda kubachungia kumbingu. Botte bana bachungia kumbingu. Pale Yesu bataisha na Yesu anachuka, tashuka na botte. Jo bale bataishi mila na Yesu et puis tout ça. Muta Apocalypse. Muta ya tribulation. Kutoka bingine watakatala. Na pale Yesu atashuka. Kutoka bingine watakatala. Tutaona kumwisho pale kutoka ile invita a Margedon. Yesu anashuka juu ya kuwaponesha ile invita hii. Ya des gens watakatala.
bote bale bataishi na Mungu na makor de gloire. Amen. C'est-à-dire quoi batabapatia parce que Mungu na Nzambi abipatanaki. Mungu na Nzambi abitapatanaka. Il faut ule mtu ataishi na Mungu akwe na corps ya utukufu. Sa ya Yesu. Haifai Nzambi. Amen. Amen. Kama nasoma Philippiens 3 na pasha 20 à 21. Asema Yesu atatupatia ile makor. Na pale kama wewe unakufa par exemple. Unakufa leo, unachana dunia. Kiko kitaka nani? Nafsi yako itenda. Pale Yesu atawapa hewa ile nafsi tarudia bala kupatia ile koo ya utukufu. Ni koo moja haitafanyaka tena Nzambi. Ndio tutekana naye devant Dieu. Etuelewana bantu mingi bataishi ni bale wanatembea selon Dieu, bataishi na Mungu mwile dunia ingine. Bon, si Dieu tuna répondre. OK. Amen. Sijua kama kuli tu mambo ya Apocalypse. Tunaona vile nani analamuka, Antichrist analamuka, kisha faux prophète naye atalamuka. Ataanza kupikana makashie. Ni makashie 666. Ona kupika hapa na hapa. Pakuza na kujisha ndio nakuwa nani. Ba mingi watakatala. Parce que toi maanji tanzu kupita sema mushichiki. Dites amen. Amen. Quelque part, moi, c'est que utapewa bantu bamingi no moment de tribulation bata résister. Oui. Bata la marque oui, bête et tout. Mais non, ngaria quand on soma mon 1 Pierre je crois chapitre 1er verset 17, on a sema si vous invoquez le Père qui comme Dieu, le Père qui juge chacun selon ses œuvres, marchez dans la crainte de l'Éternel pendant votre pèlerinage. Bon, vous les muntu arishinda kumongopa Mungu, utembea mboka bwa Mungu pendant que akoko tribulation. Atawe itaba facile kwa keje kumongopa Mungu moment ya tribulation. Na ile position utakuwa Mungu unaona par exemple leo. Unashutuka kanisa inenda. Tunaelewana? Tunakuwa saba mu nyumba. Papa. Mama Jacques anenda. Belinda anenda. Frère anabakia na papa. Shwa shikia. Shwa shikia. Deja bataweza basha kwenda. Batajua sema kunaisha shia hapa tunaunga mu gouvernement antichrist. Kunaisha tena mmoto. Mungu atautilize ma moyen. Mamalaika wanapita, bwana beleza musheni. Deja tunakatala. Ule atakupika kashe, atafanya. No. Kwa bintu bingine ma problème na kufikia. Unajua so frère. Kama par exemple, c'est un exemple, mimi siseme njoo vile. Kanisa inenda, ulikuwa muimvi. Kanisa inenda. Wewe unabakia. Utacheza tena. Muimvi unaishi. Mecho inakuwa rouge. Maintenant on a dit corriger. Parce que hapa ni moto ou bien ni mbingu. Confirmé déjà. Et puis unaona mamalaika nakuja. Tunaanza tunakatala sasa shetani. Kutoka ba mingi watakatala antichrist. Ba mingi mwile tribulation, mwile magumu banakatala. Parce que kutoka ba ange wa tembe, mumukatale muichike nani? Mushichike ba mpike kashe, mushikike. Kutoka mwingine atapita na evangile. Ile evangile takuya yako. Même il est temps, mais Mungu atautiliser cet esprit atakasha kwenda mtu ataanza kuutiliser ba ange jua kufundisha. Etelelewana mais kintu kinene uende hapa sasa. Tafuta Yesu. Tembea mbuka ya Mungu. Mambo ya Mungu bantu kwa nibiona paka vile. Kama unakufa nenda mmoto tembea mbuka ya Mungu. Kama una bulozi, leta bulozi. Kama uko muivi, kama achana na Nzambi. Achana na Nzambi na kutwanya magoti. Kama unaona kuka udhaifu, jua kutumika kazi ya Mungu, jua kunali mbele ya Mungu, omba Mungu akusaidie. Ile mpepo itoke. Parce que shetani unafanya kazi. Kwa watu wengine wana mampepo, kwa bubishi, mpepo kwa vita, mpepo kwa wengine ni mpepo parce que atapa kuingia mkanisa. Il faut kuanza pa la repentance. Ni ile mpepo itoke. Kwa watu wengine ni balevi. Il ne sait pas kutoka. Il ne sait pas kutoka. Mama moya anyesa mimi nafika kwa kama papa. Bwana wangu hakuna namna.
Samedi busubuhi mimi natosha mangua yote mimi natupa mmai na ile ilikuwa bien. Nijua shende kuna mpombe. Analamuka. Anajungulo mimi kwa kumkonga nyuma mimi nafula. Wangua. Kisha alio munyoha mimi namkalamusha. Kisha tamu hivi na kurudia mimi naangalia baba nenda paka kile kimpani kile ya kula na chuji. Aenda kumpombe. Yule mtu ni mpepo. Amen. Amen. Sio wafika kwashi. Mimi namsubutisha papa. Hivyo naelezea vya kweli. Mimi nilota ndoto moja. Ile ndoto ifoni kuelezea hiyo. Pale nilikuwa kwa kanisa. Amen. Mimi nakulota. Ni Twitter mkanisa kisha tunatoka nje. So papa anatoka ukanyumba kaloko hivi na vivukutu tutampika siku moja. Ndio alilotaka. Elma tulikuwa mkanisa kale kaloko kale. Sasa umejinga sema tukula kupinja huko. Mungu afanye nini? Atusaidie. Tadi le problème qui est là kama unaamini kia kwanza kufanya ni repentance, vile pepo itoke. Shetani eko na bakoliti yake. Bale bakoliti yake ni kukuampesha ushende kumbingu. Bengine wanapeleka mbubishi, bengine kasilali, bengine ni machuki, bengine njovi. Bengine lamuka tu asome nende kukanisa, usaifu. Au shaubi comprendre. Joba le faut Mungu atusaidie. Amen. Tutakontinua la Apocalypse la fois prochaine.